Angalizo lile la rais nadhani alikuwa ni angalizo muafaka, kwa sababu kawaambia kwamba ni lazima wao ambao ndio mamlaka za uteuzi wapate muda wa kutosha wa kupata watakaochukua nafasi baada ya wao kwenda kugombea. Kwa hiyo nadhani alikuwa anasema ni swala la kiutendaji na swala la kiutekelezaji, kwamba haiwezekani kubaki na pengo, na hasa katika nafasi nyeti kama ile, na kwa watu ambao wao pia ndio wanategemewa wawe viongozi wa mchakato wenyewe wa uchaguzi. So nadhani agizo hili ambalo limetolewa hapo jana litasaidia kwa kiasi gani kuimarisha uwajibikaji ama utawala bora kwa viongozi hawa wa umma? Kwanza ndio kama tulivyosema kwamba itatoa muda, itatoa panapokuwa na muda au utawala bora unaendana na utawala wa sheria. Na kwa hiyo maana yake ni kwamba pamoja na kuwa nadhani itakuwa ni swala la utekelezaji, kwamba maana yake wakisema muda lazima huo muda wenyewe pia ujulikane mapema, kwa sababu lazima ijulikane muda wa kuanza kuchukua fomu itakuwa ni lini, na wao lini wawe pamoja na kuwa nadhani Mheshimiwa Rais alisema kwamba alishamwagiza Katibu Mkuu Kiongozi. Kwa hiyo nadhani Katibu Mkuu Kiongozi atakuwa alishawaambia kwamba muda wa mwisho ni huu hapa, kwamba wewe kama unataka kwenda kwenye siasa, muda wa mwisho, na natolea mfano tu kwamba ni tarehe 30 Machi. Baada ya hapo tena hatutakubali ombi la mtu yoyote kusema kwa sababu kimsingi ni maombi ya yeye kuacha hii nafasi ili aingie, kwa sababu siasa ni ulingo tofauti. Huku ni utumishi wa umma. Sasa unatoka kwenye utumishi wa umma unakwenda kwenye siasa kutumikia wananchi moja kwa moja. Kwa hiyo ni swala la kutoa taarifa ili kwa hiyo kama unaongelea utawala bora ni kwamba sasa hapo patakuwa na muda wa kutosha wa kutafuta mtu mwingine wa kuziba nafasi hii inayobaki. Kwa hiyo kwa upande wa ufanisi mimi naona ufanisi kwa upande huo. Tungeambiwa na sisi wengine ili tujue sasa muda uliowekwa ni muda gani. Itatusaidia pia kwa sababu utawala bora unaongezeka pia pale ambapo jamii kwa ujumla inashiriki na inajua nini kinatokea na kwa sababu gani kinatokea. Kwa hiyo kama jamii ikijua hilo agizo kwamba mwisho wao waliopewa ni lini, pia nayo itasaidia kwenye kuongeza utawala bora. Ushauri wako kwa viongozi, unawashauri nini kwamba wanatakiwa waweje katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu, hususan madedi na madisi ambao wanatajwa kuwa na tamaa za kuwa na ubunge? Kwanza wafahamu dhima walionayo na mamlaka walionayo, na kama nilivyowatangulia kusema kwamba wao pia ni wasimamizi wa uchaguzi kwa mujibu wa kanuni zetu na kanuni na sheria za uchaguzi. Wao ni wasimamizi wa uchaguzi. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anatarajiwa asimamie uchaguzi, na kwa mtu ambaye kwa uchaguzi ambao unashirikisha vyama vingi, kwa hiyo kama yeye atatoka pale alafu akaingia kwenye chama kimoja, inatia shaka pia kwamba kama unakuwa na watu ambao wana mrengo tayari wa kisiasa, kwamba wataweza kutenda haki kwa watu wa mrengo mwingine wa siasa. Shida kubwa inakuwa ni hapo ndo naona mimi panakuwa na hoja, na pamekuwa na mijadala mingi sana siku za nyuma kuhusiana na hilo, na kulikuwa hata na kesi ambayo ilienda mahakamani ambayo mwishoni mahakama ilisema kwamba haikuwa na shida sana, kwamba mtu hata kama alikuwa ni mkurugenzi na hakukuwa na shida. Kwa hiyo mahakama haikuona shida yoyote kwa hawa wakurugenzi kugombea. Lakini katika swala la kimaadili na katika swala la muonekano wao kama waamuzi wa mchezo, kwa kweli inapendeza sana kama kila mtu kama kwa kadri inavyowezekana wataonekana kwamba ni watu ambao wanaweza wakasimamia bila kupendelea upande wowote. Unadhani bungeni kuna nini
hasa mpaka hawa wanakuwa wanakukimbilia? Siwezi kujua kuna nini huko kwa sababu sijawahi kufika lakini panaonekana ni pazuri. Kwa vyovyote vile ni pazuri. Mtu hawezi kukimbilia sehemu mbaya, ni pazuri. Nachoweza kusema kwa kawaida, kwa akili ya kawaida ni pazuri. Pangekuwa pabaya wasingepakimbilia kwa kishindo tunachokiona wakikimbilia huko.